Bwana, stori yetu inamhusu mwanamke mmoja aitwaye Nandy. Huyu ni profesa wa sheria katika chuo kikuu na mwenye akili na anaheshimika sana, lakini nyuma ya mafanikio hayo, maisha yake ya ndoa yanapitia kipindi kigumu na Nandy anapoteza ujauzito hivi karibuni, jambo linalomuumiza kiakili, na mbaya zaidi anahisi mumewe Leonard ambaye ni hakimu mkubwa na anaheshimika anamchepuka. Nandy anamshuku Leonard na anatoka na katibu wake mpya mrembo aitwaye Amela. Bwana, hii ni Charles the Storyteller. Jina langu naitwa Charles, the best presenter in town, mnyama OG. Bwana, siku moja Nandy anaamua kwenda mapumzikoni kwenye nyumba ya ufukweni na rafiki yake mkubwa wa karibu ambaye anaitwa Brenda. Brenda anamwambia Nandy wazi kwamba mumeo anakuchepuka na wewe unapaswa kujirusha na kufurahia maisha. Wakiwa ufukweni, Nandy anakutana na kijana mmoja mtanashati sana mwenye mwili wa mazoezi na macho ya kuvutia, anaitwa Jacobo. Bwana, Jacobo ni mdogo kiumri kuliko Nandy, lakini ana mvuto wa hatari. Usiku huo, baada ya pombe na mawazo mengi ya usaliti wa mumewe, Nandy anaangukia kwenye mtego wa Jacobo. Wanafanya mapenzi ya kufa mtu. Mapenzi yaliyojaa hisia na ashiki kubwa. Nandy anahisi amepata faraja, lakini hajui kuwa ameingia kwenye mtego uliopangwa kwa miaka mingi. Bwana, Nandy anarudi nyumbani kwa mumewe huku akijawa na hatia kubwa. Anajisikia vibaya kwa kumsaliti mumewe na anaamua kusahau kila kitu kilichotokea kule ufukweni. Lakini kama wasemavyo watu, siri ya watu wawili, mmoja akifa. Siku chache baada ya kurudi chuo kikuu kufundisha, Nandy anaingia darasani na kupata mshtuko wa maisha yake. Mwanafunzi mpya alihamia kwenye darasa lake la sheria, sio mwingine bali ni Jacobo. Bwana, Jacobo anajikausha kama hawajui, lakini macho yake yanatuma ujumbe mzito. Nandy anapaniki na kumkanya Jacobo akae mbali naye, lakini Jacobo anazidi kumsogelea akimwambia huwezi kumsahau. Bwana, mambo yanazidi kuwa magumu pale habari ya kusikitisha inayofika. Brenda, yule rafiki wa karibu wa Nandy aliyempeleka ufukweni, anakutwa amekufa nyumbani kwake. Mwili wake unakutwa kwenye bafu la maji na kila kitu kinaonyesha amejinyonga, lakini Nandy anamjua Brenda vizuri. Brenda hakuwa mtu wa kujinyonga. Hapa ndipo upelelezi wa polisi unapoanza, ukiongozwa na shemeji wa Nandy, yani kaka wa mumewe, anaitwa Vuyo. Vuyo ni mtu wa zamani wa jeshi la polisi. Ana ulemavu wa miguu, lakini ana akili sana ya upelelezi. Vuyo anaanza kuhisi kifo cha Brenda sio cha kawaida, kuna mtu amemuua. Wakati Vuyo akiendelea na upelelezi, Nandy anazidi kuchanganyikiwa. Jacobo anakuwa kama kivuli chake hivi, anajipenyekeza hadi kuwa rafiki wa mtoto wa kike wa Nandy aitwaye Zinhela. Nandy anajua Jacobo ni hatari na anajaribu kumfukuza, lakini kila akijaribu, Jacobo anamtishia kuwa atamwambia mumewe Leonard kuhusu usaliti wao wa usiku ule. Lakini kwa nini Jacobo anafanya haya yote? Hapa ndipo stori inapogeuka kuwa ya kisasi cha kutisha. Jacobo sio mwanafunzi wa kawaida na akukutana na Nandy kwa bahati mbaya. Jacobo ni mtoto wa mwanaume mmoja aitwaye Benjamin Jiba. Miaka mingi iliyopita, Benjamin alituhumiwa kwa makosa ya ubakaji na mauaji ya msichana mdogo. Kesi hiyo ilimhukumu na Leonard, yani mume wa Nandy, na ushahidi mkuu uliomfunga Benjamin ulitolewa na Brenda, rafiki wa Nandy aliyeuawa na Nandy mwenyewe. Kutokana na hukumu hiyo isiyo ya haki, Benjamin alifungwa jela na hatimaye akajiua akiwa huko. Familia yake ikaharibika kabisa. Jacobo amekuwa akijua kuwa baba yake alisingiziwa na
waliomharibia baba yake ni Leonard, Nandy pamoja na Brenda. Sasa Jacob amerudi akiwa mtu mzima kulipiza kisasi. Alianza kwa kumtongoza Nandy kimkakati ili kuvunja ndoa yake, na sasa anataka kuangamiza wote mmoja baada ya mwingine. Kufunua mambo mazito zaidi, Vuyo anagundua kuwa kabla ya Brenda hajafa alikuwa na uhusiano wa siri na mume wa Nandy, yani Leonardo. Ndiyo, kumbe Leonardo hakuwa anachepuka na katibu wake Amela, bali alikuwa anachepuka na Brenda, rafiki wa karibu wa mke wake. Hii ina maana kila mtu kwenye stori hii anasaliti mwenzake. Bwana, wakati Nandy akigundua usaliti huu wa mumewe na rafiki yake marehemu, anavunjika moyo kabisa. Anajikuta anarudi tena kwenye mikono ya Jacob kwa hasira na maumivu, akiamini Jacob ndiye aliyemuelewa zaidi. Lakini Jacob naye anajikuta kwenye mtihani mgumu sana. Ingawa alikuja kwa ajili ya kisasi, anaanza kupata hisia za kweli za mapenzi kwa Nandy. Anajikuta anampenda mwanamke aliyetakiwa kumharibu. Bwana, stori sasa inarudi kwa Vuyo anapozidi kuchimba kesi ya zamani ya Benjamin Jiba. Anagundua ukweli mwingine wa kutisha. Kumbe yule msichana aliyeuawa miaka mingi iliyopita hakuuawa na Benjamin, aliuawa na Leonardo mwenyewe. Leonardo alitumia madaraka yake na ushawishi wake kumsingizia Benjamin kesi ile ili kujisafisha yeye, na mbaya zaidi, Brenda alijua ukweli huo. Ndiyo maana Leonard akaamua kumuua Brenda na kufanya ionekane kama amejinyonga ili asivuje siri. Bwana, Nandy anagundua kuwa Jacob ni mtoto wa Benjamin na alikuwa amekuja kwa kisasi, na pia anagundua kuwa mumewe Leonard ni muuaji katili ambaye ndoa yao yote ilitengenezwa juu ya misingi ya uongo na damu. Binti wa Nandy naye anaitwa Zihel anajikuta katikati ya mapigano haya baada ya kugundua siri ya wazazi wake. Mapigano makubwa yanatokea pale Leonardo anapogundua kuwa Jacob anajua kila kitu na anataka kumharibia. Kila mmoja anapigania maisha yake. Bwana, hili ni bonge moja la movie linaitwa Fatal Seduction. Bwana, hili bonge moja la movie ambalo linatufundisha sana, na funzo kubwa ambalo tunalipata hii leo kwamba kila siri unayoizika chini ya ardhi ipo siku itamea na matunda yake yatakuwa ni ya sumu kabisa. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie, na kuacha nikisema kwamba hii ni Cha Storyteller. Jina langu naitwa Cha, the best presenter in town, mnyama OG.